ama dola hii ya Rumi ya Kikristo ilichokifanya ni kubadili majira na sheria, ni kubadili sheria ya Mungu. Ufalme wa Babeli ulijaribu kuchukua vyombo vya hekalu na kuvitumia kama inavyotaka, lakini hii dola ya Rumi yenyewe nayo ilihusika katika kuzibadili sheria za Mungu, sheria takatifu za Mungu ikataka kuzibadilisha ili kwamba Mungu asiabudiwe kabisa, kwa sababu katika sheria ya Mungu ndipo ibada ya kweli inaoneshwa, ndipo utakatifu wa Mungu na unaotakiwa uwepo ndani ya mwanadamu unaoneshwa. Hivyo kwa kuzibadili ama kuzipotosha sheria ya Mungu, pembe ndogo au Rumi ya upapa ilitaka watu wasimwabudu Mungu kabisa. Ni ukweli usiopingika kwamba kanisa la Rumi lipo pale si kwa ajili ya kumwokoa mtu na dhambi zake. Lipo pale si kwa ajili ya kumhudumia mtu kiroho astawi au risi ufalme wa Mungu. Hakuna kitu kama hicho. Kanisa Katoliki la Rumi lipo pale kama mfumo wa kuitawala dunia. Kama ambavyo makaisari walikuwa na mifumo yao ya serikali ya kuitawala dunia, ndivyo ambavyo kanisa la Rumi ni mfumo wa kubrainwash tu watu waone kama ni kanisa, lakini ni dola ya Rumi iliyojivika Ukristo. Unajua shetani huwa anafuata kile ambacho kinapendwa na wengi. Baada ya kuona Ukristo unaenea, dola ya Rumi ilianza kupambana na Ukristo, kuwatesa mitume wa Yesu, kuwatesa wanafunzi wa Yesu na waumini wa Injili, kuwatesa, kuwaua kwa mapigo mengi na mateso mengi, kuwafunga magerezani. Lakini kadri mateso hayo ya kikatili yalivyokuwa yanaendelea, ndivyo ambavyo Ukristo ulikuwa unaenea kwa kasi zaidi. Kwa hiyo shetani akaona njia anayoitumia sio sahihi na haifanikiwi ya kuwatesa. Hivyo alichokifanya ni kuungana na huo Ukristo ili adanganye watu kupitia huo Ukristo. Ndiyo maana sasa kukainuka dola hii ya Rumi katika sura ya Ukristo, ili shetani aitawale dunia katika sura ya Ukristo na watawale watu si kimwili tu, hata kiroho pia. Kwa hiyo sasa udanganyifu wa kanisa la Rumi umeenea hata katika makanisa mengi, ambayo hayo yote yanakuwepo si kwa ajili ya kuokoa wanadamu, bali yapo kwa ajili ya maslahi ya kidunia, na ufalme wa dunia hii si ufalme wa mbinguni. Amri 10 za Mungu zilibadilishwa. Amri 10 za Mungu zimebadilishwa chini ya ufalme wa Rumi hii ya Kikristo. Amri 10 za Mungu katika kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 3 hadi wa 17 zina mpangilio kama ufuatao. Amri ya kwanza inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya pili inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Amri ya tatu inasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Amri ya 4 inasema uikumbuke siku ya Sabato itakase. Amri ya 5 inasema waheshimu baba yako na mama yako. Amri ya 6 inasema usiue. Amri ya 7 inasema usizini. Amri ya 8 inasema usiibe. Amri ya 9 usimshuhudie jirani yako uongo. Na amri ya 10 usitamani kitu chochote cha jirani yako. Huu ni mpangilio wa amri 10 za Mungu katika Biblia. Lakini kanisa la Rumi lilikuja likabadilisha amri, si mpangilio tu, bali hata zingine kuziondoa na zingine kuzipotosha. Hebu tuone amri 10 za Mungu kwa mujibu wa katekisimu ya kanisa la Rumi. Amri 10 kulingana na katekisimu kama kweli zinafanana na amri 10 kwenye Biblia. Amri ya kwanza kwenye katekisimu inasema mimi ndimi Mungu wako, usiabudu miungu wengine. Kwa kiasi fulani inafanana na ile ya kwenye Biblia inayosema usiwe na miungu mingine ila mimi.
Amri ya pili katika katekisimu inasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Lakini katika Biblia amri ya pili ni usijifanyie sanamu ya kuchonga. Kwa hiyo hii amri ya pili imeondolewa. Amri ya pili katika zile amri 10 imeondolewa na kanisa la Rumi, ile ya usijifanyie sanamu ya kuchonga. Na kwa nini imeondolewa? Ili kuhalalisha ibada ya sanamu katika kanisa. Kanisa la awali la mitume halikutumia sanamu yoyote katika ibada, lakini kanisa la Rumi limejaza sanamu za kila aina, za Yesu, za watakatifu, za Bikira Maria. Kanisa linauza, lina viwanda vya masanamu ya Yesu na lina viwanda vya masanamu ya Bikira Maria. Watu wananunua, linajipatia kipato, na zile sanamu hazina faida yoyote ya kiroho ya kumwokoa mtu. Wakati Paulo akiwa na safari zake za Injili, kisa hiki kimeandikwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Alifika kwa Waefeso ambao ndio mungu wao Artemi au Diana, akaanza kuhubiri Injili ambayo ilikuwa inawaelimisha watu kuondokana na hiyo ibada ya kutumia masanamu, ibada hiyo ya sanamu. Hivyo sasa watu wakaja juu, Waefeso wakaja juu, hasa wale waliokuwa wanazichonga zile sanamu, wakasema sasa sisi tunakula kupitia kuuza hizi sanamu. Sasa huyu mtu amekuja kuharibu biashara zetu. Kwa hiyo imekuwa ni biashara ya kujipatia kipato, na biashara hiyo haiwasaidii chochote watu. Bora hata wangekuwa wananunua vitabu vya kuwasaidia maarifa ili wamjue Mungu vizuri, lakini wananunua masanamu haya. Utakuta watu wanaabudu, wenye ibada wameweka sanamu ile ya Yesu na msalaba ama ya Bikira Maria. Wanafanya nini? Wanafanya ibada ya sanamu. Kwa hiyo amri ya pili ikaondolewa ili kuhalalisha ibada ya sanamu ndani ya kanisa la Rumi. Kanisa hili la Rumi linajitaja lenyewe kama kanisa Katoliki la mitume, lakini si kanisa Katoliki la mitume hili, kwa sababu liko tofauti sana na kanisa la mitume lilivyokuwa. Kwa hiyo haihitaji kuambiwa hili ni kanisa la mitume, haihitaji kuambiwa, bali kwa sura ile inayoonekana ndiyo ambayo itatumika katika kulihukumu. Je, ndio kanisa lenyewe la mitume ama sio? Kwa sababu hata Yesu mwenyewe alisema mtawatambua kwa matunda yao. Kwa hiyo matunda yao yakiwa ni tofauti, manake mnajua si wao ama si yeye ambaye tunamtaka. Kwa hiyo amri ya pili ikaondolewa. Amri ya tatu kwenye katekisimu inasema shika kitakatifu siku ya Mungu. Wakati huo amri ya tatu katika Biblia inasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Kwa hiyo kwenye katekisimu imeondolewa amri ya pili inayokataza kuchonga sanamu na kuitumia kwenye ibada. Halafu hii amri ya tatu ya kwenye Biblia ndio ikafanywa kuwa ya pili kwenye katekisimu. Amri ya 4 ya kwenye katekisimu inasema waheshimu baba yako na mama yako. Wakati huo amri ya 4 katika Biblia inasema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Kwa hiyo amri ya Sabato nayo imeondolewa, ile ya kuikumbuka siku ya Sabato itakase imeondolewa. Na katika karne ya 3 ndipo ambapo Sabato ilianza kuvunjwa, wakati kipindi ambacho maaskofu wa Rumi walioasi waliungana na mfalme Konstantini katika kuendesha kanisa. Kwa hiyo likaanza kuliendesha kanisa la Kikristo kama wanavyotaka wao, si kama yanavyotaka maandiko. Ndiyo mwanzo ambao sheria Jumapili iliwekwa na mfalme Konstantino. Sabato ikapuuziwa kabisa, na katika miaka ya 363 na 364 kulifanyika kikao ama baraza la Laodikia, Council of Laodicea. Katika baraza hilo Sabato napo ilihafifishwa na kupigwa marufuku kabisa.
wahubiri wakawa hawawezi kuitangaza sabato ya Mungu, maana walihalamishwa, wakaambiwa Wakristo hawatakiwi kufanywa Wayahudi. Sabato ilimilikishwa kwa Wayahudi peke yao, na sasa dola ya Rumi ikiwa imeshikilia sura ya Kikristo na kutaka kuliendesha kanisa la Kristo kama inavyotaka yenyewe, ikaihalamisha sabato, yaani ikaondoa amri ya Mungu ya 4. Kwa hiyo hapa badala ya kushika siku ya sabato na kuikumbuka na kuitakasa, kuna amri ya 3 katika amri hizi za katekisimu inayosema shika kitakatifu siku ya Mungu, lakini haijaeleza kama vile ambavyo amri ya sabato, amri ya 4 katika Biblia imeeleza. Kwa hiyo hapa tunaona jinsi gani kuna upotoshaji na kuondolewa kabisa kwa amri ya Mungu. Huko ndiko kulikuwa kutimizwa kwa unabii wa Danieli 7:25 kwamba ile pembe ndogo, yani upapa, ingenena kinyume cha aliye juu na kufanya nini? Na kubadilisha sheria ya Mungu, sheria ya Mungu isiyobadilika katika vizazi vyote, yani ya amri 10 za Mungu. Hivi ndivyo amri 10 za Mungu zilibadilishwa. Amri ya 5 kwenye katekisimu inasema usiue, lakini katika Biblia amri ya 5 inasema waheshimu baba yako na mama yako. Amri ya 6 kwenye katekisimu inasema usizini, lakini amri ya 6 kwenye Biblia inasema usiue. Hata leo ukiona jinsi gani dunia imepotoshwa katika kuziangalia amri 10 za Mungu, kwenye mabunge sijui wapi duniani huko, ukiuliza amri ya 6 nitakwambia inasema usizini. Amri ya 6 ni usizini, kumbe kwenye Biblia ni usiue. Maana yake ni kwamba amri 10 kulingana na kanisa Katoliki la Rumi ndizo ambazo dunia imezishikilia kuliko zile amri 10 kulingana na Biblia takatifu. Hivyo ndivyo ambavyo dola ya Rumi imeitawala dunia, si kimwili tu, hata kiroho pia. Amri ya 7 kwenye katekisimu inasema usiibe, lakini amri ya 7 kwenye Biblia inasema usizini. Amri ya 8 katika katekisimu inasema usiseme uongo, lakini amri ya 8 katika Biblia inasema usiibe. Amri ya 9 katika katekisimu inasema usitamani mwanamke asiye mke wako, lakini amri ya 9 kwenye Biblia inasema usimshuhudie jirani yako uongo. Amri ya 10 katika katekisimu inasema usitamani mali ya jirani yako, lakini amri ya 10 katika Biblia inasema usitamani nyumba ya jirani yako, mali ya jirani yako, mke wa jirani yako, au chochote cha jirani yako. Kwa hiyo hapa amri ya 9 na ya 10 imegawanywa mara 2 katika katekisimu. Yaani amri ya 10 ya kwenye Biblia imegawanywa mara 2 kwenye katekisimu ya kanisa la Rumi. Hivi ndivyo ambavyo sheria imevunjwa. Maana yake mabadiliko yaliyopo ni kwamba amri ya 2 imeondolewa, amri ya 3 ikawa ya 2, amri ya 4 imebadilishwa na ikawekwa kuwa ya 3, amri ya 5 ikawa ya 4, amri ya 6 ikawa ya 5, amri ya 7 ikawa ya 6, amri ya 8 ikawa ya 7, amri ya 9 ikawa ya 8, alafu amri ya 10 ikagawanywa mara 2 kupata amri 9. Amri ya 9 na ya 10, yaani amri ya 10 imegawanywa mara 2 kupata amri ya 9 na ya 10. Hayo ndio mabadiliko ambayo yamefanyika. Kanisa la Rumi siku zote hudai kuwa liko juu ya mamlaka ya Biblia, kwa hiyo linao uwezo wa kubadilisha sheria, na ushahidi wa madai hayo upo wazi. Iko hivi, hata katika uzoefu wangu mimi binafsi katika kuongea na Wakatoliki wengi, wao mamlaka yao ya mwisho ya kuamua jambo si Biblia. Unaweza ukamwambia kwamba Biblia iko hivi na hivi, Biblia inasema hivi katika hili ambalo unatenda kinyume, lakini hawezi akaona uzito yani wa kuifuata Biblia na kile ambacho anakifanya tofauti, ama kile ambacho kanisa limeagiza tofauti na Biblia inavyosema. Ni kwa nini? Ni kwa sababu hata waumini wenyewe wa Kikatoliki wanafundishwa kwamba Biblia sio mamlaka ya mwisho kwenye kanisa, bali kanisa ndio lina mamlaka ya mwisho
lina mamlaka juu ya Biblia. Rekodi moja ya The Catholic Record, London, Ontario, September 1 ya mwaka 1923 inasema kanisa liko juu ya Biblia na badiliko hili la utunzaji wa Sabato ni uthibitisho wa ukweli huu. Kwa hiyo kanisa Katoliki lenyewe linadai liko juu ya Biblia. Kwa hiyo huwezi ukalihukumu eti kwa sababu limekosea kwenda na mambo fulani kwenye Biblia. Hakuna. Lenyewe linatambua liko juu ya Biblia. Kwa hiyo hata badiliko la Sabato kutoka Jumamosi kwenda Jumapili, lenyewe ndio limefanya hayo mabadiliko na halijutii kufanya hayo mabadiliko, kwa sababu Biblia si mwamuzi wa mwisho, linaweza likafanya chochote. Lakini pia kuna maandiko mengine ambayo yanatumika vibaya na kanisa Katoliki la Roma, yale ambayo Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba mtakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na mtakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Kwa hivyo kanisa la Roma linasema kanisa lilifunga ama liliamua kwamba siku ya Sabato ihamishiwe Jumapili, na sasa hilo jambo ni halali kwa sababu limefungwa duniani, basi na mbinguni limefungwa. Kwa hiyo matumizi mabaya ya maandiko kama hayo yanahalalisha kanisa kutenda chochote hata ingekuwa kinyume na maandiko. Kwa hivyo sasa wale ambao nao kinga yao si maandiko, wanaongozwa na utamaduni wowote ule, basi ni rahisi sana kupotea. Hivyo tunapaswa kuelewa sana jinsi ambavyo ufalme wa Rumi umeitawala dunia, si kimwili tu, hata kiroho pia.